Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Taban, kuna swali moja ambalo kwamba tulijibu likuwa likizungumzia kuhusu kufaa mwanamke wa Kiislamu kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Tukasema kwamba haifai, lakini tukaongezea kwamba haifai pia Muislamu kumuoa mwanamke wa Kikristo au wa Kiyahudi. Sasa kuna baadhi ya ikhwa wengi wakatupigia simu kutoka sehemu mbalimbali ambao kwamba ni ulama muhtaramun, wakiwa wanatuambia kwamba vipi mmeharamisha Muislamu kumuoa mwanamke wa Kiyahudi au wa Kikristo, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Maida, al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minin wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Aya hii yaeleza kwamba leo umehalishiwa vizuri chakula cha ahlul kitabi ambao kwamba ni Mayahudi na Manaswara wa Kristo ni halali, na chakula chenu ni halali kwao, lakini pia na wanawake wa wale ambao kwamba waliopewa kitabu pia ni halali kwenu. Taban, hapa kuna maneno mingi kwa ulama. Ni wapi ahlul kitabi? Ahlul kitabi ni Mayahudi na Manaswara. Sasa kadhia inakuja, je, hawa Wakristo tuliokuwa nao huku kwetu wanaitwa ni ahlul kitabi? Na je, ni ipi tofauti baina ya ahlul kitabi na kufar? Kwa sababu katika Al-Qur'an kuna tofauti baina ya khitabi mbili, qul ya ayyuhal kafirun na qul ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu na makafiri. Ni vitu viwili tofauti. Sasa kiufupi tu, wingi tulionao huku kwetu hawa Kristo wetu, wingi sio ahlul kitabi, hawaingii katika ahlul kitabi. Wingi ni wathaniyun, ni mushrikun, sio ahlul kitabi. Baadhi ya ulama wasema la, wako baadhi ahlul kitabi, lakini ni wakuhesabika kwa vidole, na katika baadhi ya sehemu kama Ethiopia na sehemu nyingine utawapata ahlul kitabi. Hapo pia hao Mayahudi tulionao, je, ni ahlul kitabi? Wingi ni mazayuni, sio ahlul kitabi. Sasa lakini kuna sharti nyingine ambao kwamba umeiweka baadhi ya fuqaha, ambao kwamba ni sharti tabani ya kisiasa katika kufaa kuoa hawa ahlul kitabi. Wanasema sharti huyo ahlul kitabi, huyo Mkristo au Myahudi au ni dhimia. Yani dhimia maana yake ni mwanamke awe katika dola ya Kiislamu, ni Myahudi au Mkristo lakini awe chini ya dola ya Kiislamu, ndio itafaa kumuoa. Lakini akitokuwa chini ya dola ya Kiislamu itakuwa si halali kumuoa, kwa sababu kuna visa vingi vimetokea, baadhi ya Waislamu walioa Wakristo au Mayahudi, lakini baada ya kufa kwao wao watoto wale waliozalikana wote wakapelekwa kanisani. Hilo la kwanza. Kwa hivyo hawa tulionao hawa ni wote wanawapiga vita Waislamu na wanaupiga vita Uislamu. Kwa hivyo kwa sharti hiyo kukosekana, baadhi ya fuqaha wakaharamisha kufanya nini? Kuoa Wakristo na Mayahudi. Lakini baadhi ya fuqaha pia kusema kwa sababu ya unadra ya hawa Wakristo na Mayahudi, pia wakasema haifai ihtiyatan kujitoa katika nini? Katika shaka, isipokuwa mtu unapojiridhisha kweli huyu ni katika ahlul kitabi, na hao ni wachache sana. Kwa hivyo kadhia hii ni kadhia ambayo kwamba ina maneno mingi kwa fuqaha, lakini mara nyingi sisi katika majibu yetu haya, wingi ambao kwamba wanaokuwa wanauliza si ulama, yani si watu ambao kwamba ni wasomi sana, ndio manake huwa hatuleti hizi ikhtilafati fiqhia. Lakini sio kwamba hizi ayati na haya masaili hayapo katika vichwa vyetu, la, wakati tunapojibu tunayafahamu, lakini tunachunga uwezo wa hawa ambao kwamba wanaotuuliza. Mathalan, mtu anaweza kuuliza, shekhe, mimi nimekutana na mume wangu kwa wiki, tumekutana mara 6 mara 7, je, naweza kuoga janaba mara moja?
Sasa akhi, kiakili tu ya kawaida, mtu kama huyu ukija kumwambia Imam Shafi amesema, Abu Hanifa anasema, fulani anasema, swala hili la, inakuwa unamchanganya. Kwa hivyo ndio maana yake sisi haya maswali huwa tunajibu kiufupi tu, hata yenye ikhtilafati tunaangalia lile ambalo kwamba sisi tunaliona ndio lenye nguvu, ndio huwa tunalitoa. Kwa hivyo hili napenda wale ndugu zangu ulama, masheikh ambao kwamba ni marafiki zetu wengi wao ambao kwamba wanaotufuatilia walifahamu hili, kwamba haya majibu mingi si kwa ulama, majibu mingi ni kwa wale wanaotuuliza na tunayajibu kulingana na uwezo wao wa kufikiri. Wassalamu alaikum.